Kutokana na makosa ya kibinadamu kuendelea kusababisha zaidi ya 75% ya ajali za barabarani, Jeshi la Polisi kikosi cha usalama barabarani limeendelea kuyafikia makundi mbalimbali ili kukabiliana na ongezeko la ajali hizo. Hapa ni mkoani Arusha, kaskazini mwa Tanzania, ambapo mkuu wa dawati la elimu kwa umma SSP Mbunja Matibu ameongozana na maafisa wengine kutoka makao makuu na kuungana na maafisa wa mkoa wa Arusha, na kwanza ni katika chuo cha ufundi Arusha Tech. Chanzo kikuu kimojawapo cha ajali za barabarani ni makosa ya kibinadamu. Turudie, ni makosa ya binadamu. Maana yake ni binadamu mwenyewe anasababisha ajali, yeye kama yeye ambaye akiwa kama dereva, sawa, au mtumiaji wa chombo cha moto au mtumiaji wa barabara, yeye binadamu anasababisha ajali. Wewe ukiwa kama mtumiaji wa chombo cha moto unasababishaje ajali? Inawezekana umetumia kilevi. Uruhusiwi, sheria imekataza kutumia kilevi wakati unaendesha chombo cha moto barabarani. Unapokuwa unatumia kilevi, hata uono wako unakuwa hafifu, lakini pia unashindwa kulihimili gari lako vile ipasavyo. Lakini vile unashindwa kuwa na maamuzi sahihi barabarani. Kwa hiyo tunahimiza kwamba msitumie vilevi barabarani, kwa sababu nyinyi ni madereva ambao tunategemea mtamaliza soon, mnaingia barabarani. Msitumie kilevi cha aina yote barabarani wakati mnaendesha chombo cha moto. Lakini chanzo kingine, una overtake bila kuchukua tahadhari, au una overtake kwenye maeneo ya hatari. Maeneo hatarishi ni kama vile maeneo ya kona kali. Wewe una overtake pale, kuna kona kali kabisa, uruhusiwi eneo lile kulipita gari la mbele yako. Lakini pia kwenye maeneo ya madaraja. Maeneo ya madaraja mara nyingi sana daraja limejengwa kwa sababu pale pana changamoto ndio maana likajengwa, lakini maeneo yale huwa mara nyingi yanakuwa ni membamba. Kupishana pale kwenye ni kazi kabisa. Maeneo yenye vivuko vya watembea kwa miguu pia huruhusiwi kuovertake maeneo hayo. Lakini pia tupendane, umpe mwenzio ishara kama anaweza akapita. Sawa, sio unabana. Maana kuna dereva mwingine hataki kupitwa, na wewe dereva mwingine ukubali kupitwa, punguza mwendo ili mwenzio afanyeje? Hapiti. Sasa wewe unaongeza mwendo, mwenzio anataka kupita. Hii naye inaweza ikapelekea ajali za barabara. Hakuna sababu ya wewe kuongeza mwendo na wakati unaona mwenzio anataka kukupita. Makosa ya kibinadamu yanachukua zaidi ya 75% ya ajali zote. Ona sasa ilivyokuwa hiyo changamoto kubwa. Lakini uchovu. Mtu mwingine anakesha kwenye vigodoro usiku, asubuhi anakamata usukani anasafiri. Unaweza kusababisha ajali kwa sababu kupumzika. Usingizi ni chanzo cha ajali za barabarani. Tumeona magari yanachochola yanaingia huko kwenye mapori, au yanachochola yanaingia kwenye nyumba za watu, au yanachochola yanaingia kwenye mto au kwenye nini. Simeshaona vitu kama hivyo. Chanzo cha pili cha ajali za barabarani ni hali ya hewa. Inawezekana mvua imekuwa kubwa, pale labda maji yanatiririka, maji mengi yanatiririka barabarani kwenye njia. Wewe lakini unasema nitapita. Usipime maji kwa macho. Uenda pale kuna shimo wewe hujui. Matokeo yake lile, kwa sababu kasi ya maji ni kubwa, unakwenda unazolewa na maji, unaingizwa kwenye mto. Ipishe hiyo sitofahamu, pisha hiyo hali ya hewa, pakitengemaa utaendelea na safari. Mwendo wa kasi ni hatari sana. Madereva wengi wamekuwa wakikimbia, ndio chanzo kikuu cha ajali za barabarani. Wanakimbia sana. Kwenye makazi ya watu unatakiwa utembee na sio zaidi ya kilomita 50 kwa saa kwenye makazi ya watu. Vyanzo vitatu nimetaja. Cha kwanza hali ya kibinadamu, makosa ya kibinadamu, hali ya hewa, miundombinu ndio chanzo cha mwisho cha tatu. Miundombinu ya barabara, wakati mwingine barabara zinakuwa na mashimo. Wewe kama dereva unatakiwa utambue barabara ambayo unapita. Kama ni rough road au ni barabara ya kawaida, unatakiwa utambue barabara. Itambue hiyo barabara jinsi ilivyo, punguza mwendo. Changamoto yetu kubwa, madereva yuko kwenye mwendo wa kasi, mwendo hatarishi. Kwa upande wake Sergeant Asha Abdul kutoka dawati la elimu trafiki makao makuu anazungumzia swala la dereva bora na si bora dereva. Wakati mwingine nasemaga dereva anaweza kuwa ni baba bora, si ndio? Kwa nini nasema dereva ni baba bora mpaka nikamtamani dereva? Kama mtu anaweza kubeba abiria 60 akafikisha labda tuseme anatoka Arusha mpaka Tunduma, si ndio? Wakiwa salama, kwa nini hawezi kuwa kama mume bora? Unatakiwa uwe na uvumilivu, kwa sababu unabeba watu tofauti, wakiwa watoto wadogo, watu wazima, lakini wakati mwingine hata walemavu wa akili, si ndio?
Kwa hiyo kama utaweza kumvumilia huyo abiria mpaka anafika salama, wewe ni baba bora, tujipigie makofi. Sasa basi, sambamba na hayo, nirudi katika ile kauli mbiu yetu inasemaje? Tumesema familia ni nani? Familia ni baba, mama, mke, mtoto. Tubaki katika mke, si ndio? Kwanza kabisa tunachokusomea hapa ni leseni ya kubeba abiria, lakini pia tunasomea leseni ya kuendesha magari ya makubwa matransit, si ndio? Tunategemea kila mtu hapa anaye familia, anaye mke, si ndio? Lakini pia wote ninavyoangalia hapa watoto wapo, si ndio? Na kama hawapo wanakuja, si ndio? Kwa maana ya kwamba sasa tukiendesha magari barabarani tukumbuke zile familia. Tusiseme tu kwamba sasa hivi tumesimama kwa ajili ya kukumbusha sana sheria. Wakati mwingine tuongelee ngazi za familia, si ndio? Kwamba mimi nakutegea mume wangu, unaanza safari ya kutoka Arusha kwenda labda Dar es Salaam. Umebeba watu, lakini mimi pia nyumbani nakusubiri, si ndio? Nataka uende salama, urudi salama, kwa sababu una majukumu na mimi. Tuna majukumu ya watoto, una majukumu ya kunitunza na kunilea, lakini pia tunasomesha familia, lakini pia tuna wazazi wanatusubiria. Kwa sababu na imani hapa ndani kila mtu anafanya kwa ajili ya kulisha watoto wake, lakini hata baba na mama aweze kumkumbuka. Kwa hiyo tunapotumia haya magari barabarani, barabara ina vitu vingi sana. Tukiachilia mbali sio, kuna utelezi, vyanzo vya ajali vimetajwa, lakini pia wanasemaga kuna ile mnakausemekana ile ajali bwana hamna. Ile ajali nimepigwa, si ndio? Kwa hiyo tunajua kabisa sehemu tunazopita ni sehemu hatari, zina vyanzo vingi sana tunavyovijua na tusivyovijua. Kwa hiyo tunategemea hapa tunaposimama jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, kuwataka tu tuende sambamba, kwamba una familia na kusubiri, mke anakusubiri, kwa hiyo tuzingatie usalama barabarani. Usalama wa gari ni jambo muhimu kwa dereva kabla na baada ya kuanza safari. Sergeant Sylvester Maumba anazungumzia umuhimu wa madereva kutumia milango yote mitano ya fahamu ili kuepusha ajali. Anticipation, utambuzi, unatambua kupitia hiyo milango ya fahamu kwa lengo la kujua mapungufu ya gari yako. Unapoendesha gari, umeanza safari, gari iko vizuri, unatembea bila shida yoyote, mara unasikia gari nyuma, mguu wa nyuma kama vile unakuangua, si utasikia kupitia nini? Masikio. Ni sehemu ya milango ya fahamu kwamba gari hii mwanzo ilikuwa iko vizuri, mbona sasa hizi nasikia mguu unagonga nyuma? Utaweka gari lako pembeni kuweza kuhakikisha kwamba ni nini kinachogonga ili uweze kufanya marekebisho, uendelee salama. Sawa jamani, hiyo ni nguzo ngapi? Ya 3. Nguzo ya 4 ni uvumilivu. Nguzo ya 4 ni nini? Uvumilivu. Ya mwisho ya 5, kujiamini. Kujiamini tunako kuzungumzia kusizidi, yani achana na ile over confidence. Ujiamini kwa kiasi. Kujiamini tunako kuzungumzia ni kule kujiamini kwa kufanya matendo sahihi ambayo una imani kwamba haya matendo ninayoyafanya ndio nilivyojifunza na uhakika kabisa. Na kujiamini kunaendana sambamba na udereva wa kujihami, ambapo tumesema hapa kwamba ni kutizama, kutambua, kutabiri, kuamua sambamba na kutekeleza, si ndio? Lakini unaweza kuwa unafanya matendo sahihi, akatokea mtu ambaye hafanyi matendo sahihi kama wewe. Jukumu lako wewe kuhakikisha kwamba unaepusha ile ajali, hata kama wewe sio mshiriki wa ile tatizo. Ndio sehemu ya udereva wa kujihami, na ndio maana nasema udereva wa kujihami ni falsafa pana. Mkuu wa dawati la elimu kwa umma kikosi cha usalama barabarani, mrakibu mwandamizi wa jeshi la polisi SSP Mbunja Matibu na timu yake ya elimu amekuwa akizunguka katika mikoa mbalimbali nchini Tanzania kuhakikisha elimu ya usalama barabarani na wafikia walio wengi na kupunguza ajali za barabarani. Leonard Mubali, TriGen Media.